Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na basi tunatumia fursa hii kukaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuhusiana na hali yake ya kiusalama na hata kidiplomasia. Pia tutakwenda kuzungumzia jaribio jipya la kufufua mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 linaloonekana kuanza tena, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa mwezi huu Aprili mwaka 2026 na Congo Research Group CRG pamoja na Center on International Cooperation CIC. Inadai kuwa Marekani na Qatar wamechukua hatua ya kuitisha mkutano mpya wa mazungumzo katikati ya mwezi Aprili huko Uswisi. Awali mazungumzo hayo yalipangwa kufanyika Doha nchini Qatar, lakini yamehamishwa kwa muda kutokana na mvutano unaoendelea katika ukanda wa Moyen-Orient. Mazungumzo haya yatafanyika katika mazingira yenye mvutano mkubwa, yakionyesha kukwama kwa mchakato wa amani ulioanzishwa mwaka wa 2025. Mkataba uliosainiwa tarehe 15 Novemba mwaka 2025 huko Doha uliweza kufanikisha makubaliano katika vipengele viwili tu vya kiufundi: uanzishwaji wa mfumo wa kufuatilia usitishaji mapigano na utaratibu wa kubadilishana wafungwa, huku masuala muhimu yakibaki bila suluhisho. Miongoni mwa masuala hayo ni hatima ya kisiasa na kijeshi ya M23, kurejea kwa wakimbizi pamoja na haki kwa uhalifu uliotendwa. Katika uwanja wa mapigano, hali ya kijeshi ilichukua nafasi kubwa kuliko juhudi za kidiplomasia. Takriban wiki mbili tu baada ya kusainiwa kwa mkataba, mapigano yalianza tena. Kuanzia tarehe 1 Disemba mwaka 2025, waasi walizindua mashambulizi mapya kuelekea kusini magharibi, wakilenga wilaya ya Mwenga na baadaye wilaya ya Uvira. Tarehe 10 Disemba, mji huo muhimu uliangukia mikononi mwao, jambo lililoonyesha wazi kushindwa kwa usitishaji mapigano. Wakati huo huo, M23 ilishiriki mkutano mmoja tu kati ya mitatu iliyopangwa katika mfumo wa ufuatiliaji, hali iliyoongeza kudorora kwa mchakato huo. Kuanguka kwa jiji la Uvira kulileta pia athari kubwa za kidiplomasia. Kulisababisha kusimamishwa kwa mazungumzo ya sambamba kati ya Kinshasa na Kigali, hasa ndani ya mfumo wa pamoja wa uratibu wa usalama. Tangu Novemba mwaka 2025, hakuna kikao chochote cha chombo hicho kilichofanyika, huku mikutano iliyokuwa imepangwa Doha ikifutwa. Katika jitihada za kupunguza mvutano, mikutano ya kidiplomasia ilifanyika tarehe 17 na tarehe 18 Machi mwaka 2026 mjini Washington, ikihusisha Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Mazungumzo hayo yalifikia makubaliano ya kuchukua hatua za kupunguza hali ya mzozo. Katika muktadha huo, Washington ilitangaza tarehe 2 Machi mwaka 2026 vikwazo vipya dhidi ya maafisa kadhaa waandamizi wa jeshi la Rwanda pamoja na taasisi nzima ya kijeshi, hatua iliyotajwa kuwa ya kipekee na waandishi wa ripoti hiyo. Aidha, misimamo ya pande zote husika bado inatofautiana kwa kiasi kikubwa. M23 inaendelea kushikilia madai yanayoonekana kuwa makubwa kupita kiasi, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya katiba ili kuanzisha mfumo wa shirikisho wenye kutoa mamlaka makubwa kwa majimbo ya Kivu. Pamoja na kujiuzulu kwa serikali inayoongozwa na Felix Tshisekedi, madai haya yanakataliwa vikali na Kinshasa, ikiyachukulia kwa hayakubaliki na yanayokiuka utaratibu wa kikatiba uliopo. Katika hali hii ya kutoaminiana na mkwamo wa kisiasa unaoendelea, juhudi mpya za kidiplomasia inayoongozwa na Washington na Doha inaonekana kuwa hatua dhaifu lakini muhimu katika kuzuia kuongezeka kwa mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na harakati ya waasi wa M23 inaonekana kwa sasa kudhoofishwa kwa kiasi kikubwa na migawanyiko ya ndani.
Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Aprili mwezi huu mwaka 2026 na Congo Research Group pamoja na Center on International Cooperation, ripoti hiyo inaeleza kuwepo kwa mipasuko mitatu mikuu ndani ya kundi hilo, ambao ni uhusiano wake na Rwanda, migogoro kati ya makamanda wake wakuu wa kijeshi, pamoja na mvutano kati ya tawi lake la kijeshi na lile la kisiasa linalojulikana kama Alliance Fleuve Congo, yani AFC. Uhusiano kati ya mkuu wa majeshi wa M23 General Sultani Makenga na serikali ya Kigali unaelezwa kuwa wa pande mbili na wenye utata, ingawa amewahi kupigana bega kwa bega na majeshi ya Rwanda tangu miaka ya 1990 ama 1990. Makenga amekuwa na uhusiano wa misuguano na viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo ambao humtazama kama asiyezingatia nidhamu. Mara kadhaa amewahi kupingana nao hata kufikia hatua ya kukamatwa kwa muda. Mwaka wa 2009, yani 2009, baada ya kukamatwa kwa Laurent Nkunda kufuatia makubaliano kati ya Kigali na Kinshasa, Makenga aliyekuwa kamanda ndani ya CNDP alitishia kugeuka dhidi ya washirika wake kabla ya kushawishiwa kutulia. Mwaka wa 2013, kusitishwa kwa msaada wa Rwanda kwa 23 kulisababisha kuporomoka kwa harakati hiyo na kumlazimu Makenga kukimbilia Uganda. Matukio haya yameacha hali ya kutoaminiana ndani ya M23 ambayo sasa inaona Rwanda kama mshirika wa muda anayefuata zaidi maslahi yake binafsi. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa Kigali iliwahi kufikiria kumwondoa Makenga, lakini ilishindwa kupata mbadala anayefaa. Jaribio la kumshawishi afisa mmoja wa FARDC kushika nafasi hiyo ilishindikana. Aidha, Rwanda inahofu kuwa mabadiliko hayo yanaweza kudhoofisha mshikamano wa ndani wa kundi hilo na kuathiri morali ya wapiganaji wake. Wakati huo huo, mvutano unaendelea kati ya viongozi wakuu wa kijeshi wa M23. Uhusiano kati wa Makenga na General Baudouin Ngaruye una mzizi tangu uasi wa kwanza wa 2012 na 2013, wakati kundi hilo lilipogawanyika kati ya kambi ya Makenga na ile ya Bosco Ntaganda. Wakati huo Ngaruye aliyekuwa karibu na Ntaganda alikimbilia Rwanda, ingawa alirejea ndani ya harakati mwaka wa 2020 na kuonekana kama wamesuluhisha tofauti zao, ila ushindani bado unaendelea. Kwa sasa ameondolewa kwenye nafasi ya kusimamia operesheni mjini Goma na kupewa uongozi wa sekta ya kaskazini yenye makao yake Ruchuru. Ripoti inaeleza kuwa wawili hao wanakinzana ama kupinzana juu ya udhibiti wa mapato ya forodha, mgogoro unaohusisha pia mitandao ya kiuchumi ya familia zao. Katika hali hiyo, Kigali inaonekana kumwona Ngaruye kama mshirika anayetegemewa zaidi kuliko Makenga. Mgawanyiko wa tatu unahusu mvutano kati ya tawi la kijeshi la M23 na lile la kisiasa, yani AFC, linaloongozwa na Corneille Nangaa. Muundo huo ulianzishwa Disemba mwaka 2023 ama 2023 kwa lengo la kupanua ushawishi wa kisiasa wa harakati hiyo nje ya jamii ya wazungumzaji wa Kinyarwanda wa Kivu Kaskazini. Hata hivyo, AFC ina ajenda pana zaidi ya kisiasa, ikiwemo waziwazi nia ya kuiondoa madarakani serikali ya Kinshasa iliyoko. Hili linapingana na mkakati wa Makenga ambao unalenga zaidi kudhibiti maeneo ya mashariki ya nchi. Mvutano kati ya viongozi hawa wawili unaelezwa kuwa wawazi. Mfano mmoja unaotolewa ni tukio lililotokea mwezi Mei mwaka 2025 wakati wa kuwasili kwa rais wa zamani Joseph Kabila mjini Goma, ambapo Makenga alidaiwa kunyang'anywa silaha kwa muda na kusubiri kwa saa kadhaa, ili hali Nangaa alipokelewa mara moja.
Kutokana na migawanyiko hii ya ndani, ripoti inaonya juu ya hatari kubwa inayoweza kuathiri juhudi zozote za kuleta amani. Inakumbusha kuwa migogoro kama hiyo ilisababisha kusambaratika kwa M23 mwaka wa 2013 na kuchangia kushindwa kwake kijeshi. Hata sasa, tofauti hizi zinaweza kudhoofisha mshikamano wa kundi hilo na kuathiri kwa kiasi kikubwa matarajio ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali yake ya kiusalama, ambayo maeneo ya mashariki inazidi kuwa tete na kuzorota siku baada ya siku. Na basi, kwa kutaka kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki nasi sambamba hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.